Mambo vipi? Naitwa Bin Said Mwanza. Natumai wewe ni mzima wa afya kabisa. Leo nataka tuongelee tunategemeana. Kwa nini niongelee tunategemeana? Ni kwa sababu mimi nakutegemea na wewe unanitegemea. Yawezekana naweza kuwa nina maisha ya chini sana na wewe una maisha ya juu, lakini usiseme kwamba mimi wa maisha ya chini ndo na kutegemea. Tuseme tunategemeana kwa sababu wewe mwenye maisha ya juu, kuna kipindi utanihitaji mimi wa maisha ya chini. Lakini watu wameweka mindset kwamba mtu wa maisha ya chini ndo huwa anamtegemea mtu wa maisha ya juu. Nikiwa na maana kwamba ukiwa na kipato na mwenzako hana kipato, unakuwa ndo unahisi kwamba unaitakiwa kila wakati wewe ambaye una kipato. Pia wewe unatakiwa kumjali ama kumhitaji yule ambaye hana kipato. Ndio kwa maana nimesema tunategemeana. Mara nyingi sana watu ambao tunaishi huku kwenye nchi za uhamisho ama nchi za tatu hizi, ama huku bara za Ulaya ama za bara ya Marekani, watu wanahisi kwamba wao ndo wana kila kitu na wanaweza wakafanya chochote kile kwa watu ambao wamebaki Afrika. Kumbe tunategemeana, nikiwa na maana kwamba kuna wakati mtu wa Afrika unamtegemea na kuna wakati mtu wa Afrika anakutegemea. Nikiwa na maana gani? Wewe unaweza kumhitaji mtu wa Afrika akusaidie kusimamia miradi yako, na mtu wa Afrika anaweza kukutegemea wewe umsaidie fedha ili aweze kutimiza mambo yake labda. Kwa hiyo tunategemeana. Hata kama wewe una fedha na mtu wa Afrika hana fedha, lakini kuna kipindi utamhitaji ili akufanyizie jambo. Ndio maana nimesema tunategemeana, na sisi sote ni wa maana. Ijalishi wewe unapata fedha kila wiki ama kila baada ya wiki mbili, kila mwezi, na yule hapati fedha, lakini kuna wakati utamhitaji yule ambaye hapati fedha kama unavyopata. Kwa hiyo tutegemeane na tupeane nafasi ya kuona kwamba huyu ni wa muhimu kwangu na huyu ni wa muhimu kwangu. Mungu wangu wa mbinguni akubariki sana. Na ndo kwa maana Yesu Kristo halikuja duniani kuzaliwa kama mtu wa kawaida, lakini hakuwa mtu wa kawaida. Na licha angehitaji utajiri, labda Yesu Kristo angekuwa ni tajiri mkubwa sana, lakini hakuhitaji utajiri. Aliishi maisha ya kawaida na aliishi na watu wa kawaida na alitembea na watu wa kawaida. Kwa hiyo tusijiweki sisi ndo wa thamani sana ambao tunaishi huku Marekani ama unaishi Ulaya, ujihisi wewe ni wa thamani sana kuliko watu wengine. Sisi sote ni wa kawaida na tutegemeane kwenye engo zozote zile. Kama mtu wa mwenye maisha ya chini anakutegemea, na wewe mtegemee mwenye maisha ya chini. Mungu wangu wa mbinguni akubariki sana.